Okay, sasa hapa tunaendelea na hii ya pili hapa. Sasa kwenye hii ya pili ambayo tuliweza kuchora hii ya kwanza, kama ukuwepo au uko pamoja na sisi wakati tunaanza kuanza hii ya kwanza, ndio kurudi kuangalia video ya kwanza. Sasa tunaelekea kwenye hii ya pili. Kwenye hii ya pili tumepewa starting point ambayo ni 145. Kwa tunarudi hapa na pick line na kuja kwa point ya kwanza ambayo ni 145. Press sasa hapa kidogo na kuja escape sana line ambayo ipo center line, kwa turudishe nyingine turudi tuseme ngapi na sharp ni 100.45. So nakuja ni 100.45 enter. Baada ya hapo sasa hii njia hii kidogo inakuwa na tofauti yake hapa, maana kutoka hapa mpaka hapa ni 25. Kwa maana hiyo sasa kwa njia hii yenyewe tofauti na hii ya mwanzo wakati tulipokuwa tukichora mwanzo. Ina maana sasa hii utakuja uta shift alt, utasema x haichange kwa zibaki kwa 0, ila y ina change kwa 25 lakini negative y, so itakuwa negative, control then press enter. Baada ya hapo rudi tena kwenye swali lako. Hapa x ndio ina change kwa 60. Kwa maana hiyo sasa utakuja uta shift alt, y itakuwa 0 ila x itakuwa positive 60 kwa 0 then plus enter. Baada ya hapo rudi kwenye swali lako tena hapa kupanda juu, so inayo change hapa ni 1, so x inabaki kwa 0. Uta shift alt 0, positive 25 then plus enter. Baada ya hapo tukija kwenye swali ametuambia use polar coordinates, so tunarudi hapa tunatumia hizi polar coordinates. Rejea hapa kutumia hizi polar coordinates. Hapa uta shift tuweka hii angle ya 35 then plus enter. Hii hapo hii ndio hii distance ni ngapi? Ni distance ya 5 then plus enter. Baada ya hapo kwenda juu unarudi tena kama kawaida. Kwa hiyo option kutumia polar maana itakuwa ni alt. Okay, x I change, y ina change to positive 5 then plus enter. Baada ya hapo x ina change kwa 24, so hapa itakuwa ni alt negative 24 0 then plus enter. Baada ya hapo y ina change kwa negative 15, so itakuwa ni alt 0 negative 15 then plus enter. Baada ya hapo kurudi kwenye swali kuambia nini? Kwenye swali kuambia use close C. Kwa maana hiyo sasa tunarudi hapa kwenye keyboard tuna press close. Very simple. Okay, sasa baada ya kumaliza hapo tuendelee na hii nyingine ya tatu. Hii ya tatu hapa tunaambiwaje? Hii ya tatu hapa tunapewa starting point ambayo ni A ambayo ni 50,130. Kwa hiyo tunarudi hapa tuna pick cycle, tunasema ngoja tuideactivate polar kwanza. So tunaambia kwamba center point ni ngapi? Ni 50,130. Kwa tunakuja hapa tunasema center point ni 50,130 kwa enter. Okay, baada ya hapo sasa specify the radius of the side. Kwa tunarudi hapo tunasema radius ya nje ni 80, so diameter ni 80. Baada ya hapo
ya kujishika hivyo iliwezekana rudi tunachukua chini. Then vitu vingine vinavyofuata kuna hii ya ndani ambayo hii ni 20 kwa kupiga hapa tuna cycle diameter ya 28 diameter ya 28 then plus enter. Baada ya hapo tunakuja hii nyingine ya center line, so escape kwanza ukiwa hapo kwenye center then the quick cycle. Baada ya hapo click hapo center, hii ya nje hapa ya 52 then plus enter. Baada ya hapo hii hapa niambia 52 kujapewa ila ni 52, so baada ya hapo tunakuja kutengeneza hapa. Sema only one should be drawn then copied and pasted to the 3 other location. Hint, hexagon should be drawn by the polygon command. Hexagon obviously unajua ni 26, so tunakuja hapa kwanza. Kabla ya kuendelea hapo tutengeneze center line. Njia rahisi naitumia mimi hapa, nanyosha mstari kama hivi then escape. Ya hapa nanyosha mstari tena kama hivi, escape, select, kuja kwenye option ya move, select displacement point hapa, nanyosha kuja niweka center hapa kama hivi. Okay, so hizi center line zinaonekana kuwa nguvu sana, ngoja tuzikuze kama hivi. Hivi right click kuja kwenye properties. Baada ya hapo mzunguzia scale. Hapa scale yangu ni 6 tone. Enter na mzunguko kubwa sana. Enter ya scale. Baada ya hapo tunakuja tuchore cycle moja hapa, ambayo hii cycle ina diameter 12, so narudi nasema diameter ni 12, lakini hapa haikutakiwa kuwa center, ilitakiwa kuwa kawaida. Okay, baada ya hapo scale, then type polygon command, polygon. Okay, click and you can specify number of sides in the center for hexagon. Then specify the center of the polygon, so that the polygon is on the center of the cycle. Then is it inscribed in the cycle or circumscribed in the above the cycle? It is circumscribed above the cycle. Then kitu kingine tunachoweza tunaulizwa radius of the cycle, diameter ilikuwa 12, obviously radius itakuwa ni 6. Press enter. Baada ya hapo let's zoom it, change this to hapa niselect zote mbili, then give an option copy the displacement hapa. Baada ya kwanza kuziamisha hapo tamaliza kama hivyo, tabonyeza escape na kwa hiyo tutakuwa kama very simple. Mambo mengi ndio kama hivyo tamaliza. So kitu ambacho ninarecommend ni ufanye more tutorials as possible, yani usione uzito wote kwenye kufanya tutorials, because tutorials unazozidi kuzifanya ni zidi kupatiwa experience ya kujua ni vitu gani unatakiwa uweze kuchora. Kwa hiyo ukiweza kuchora hapa unaweza kuona kwamba ni rahisi sana, lakini inakuwa ngumu pale ambapo hujafanya mazoezi. Kwa hiyo jitahidi kufanya mazoezi, lakini pia kitu kingine msisahau like, subscribe. Pia kama una changamoto yoyote unaweza kuandika kwenye sehemu ya comment as possible. Nadhani tukutane next tutorial, ambapo nadhani kwenye next tutorial
tutakamilisha hii tutorial kwanza, then tutaingia tutorial ya pili. Hapa ni small mouse.